Tumekusanyika hapa siku ya leo kumkumbuka, kumwombea, kumshukuru Mungu kwa maisha na vipawa vingi alivyomjalia hayati Dr. John Pombe Magufuli. Katika uhai wake aligusa wengi kupitia utumishi wake na uongozi wake uliotukuka. Pamoja na mambo mengine, Mwenyezi Mungu alimjalia hayati Dr. John Pombe Magufuli kipawa cha uongozi na uwezo mkubwa wa kunena na kutenda yote aliyoyaamini kuwa yana manufaa kwa taifa na watu wake. Kila siku ya maisha yake ilijaa mafunzo kwa kila aliyemwona na kufanya naye kazi. Kimsingi, maisha yake yalikuwa ni darasa zuri kwetu sisi viongozi, na kupitia uongozi wake aliweza kulea na kuinua viongozi wapya wengi, hasa vijana. Waheshimiwa viongozi, wanafamilia na washiriki wote, si jambo rahisi kueleza kwa muda mfupi na ufasaha sifa na mema mengi aliyofanya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ninachoweza kufanya kwa sasa ni kueleza mambo makubwa matatu ninayoona yanatupatia mafundisho kutokana na maisha yake, na ambayo tukiyashika tutaweza kumwenzi kwa vitendo kama ifuatavyo. La kwanza, kutoka kwa hayati Magufuli tunajifunza wito wa kila Mtanzania kujitoa na kufanya kazi kwa bidii. Hayati Dr. John Pombe Magufuli alijitambulisha kwa falsafa yake ya hapa kazi. Alitaka kila mtu kujituma na kutoa mchango wake kwa taifa kwa njia ya kazi. Aliamini kuwa hiyo ndiyo njia pekee inaweza kutoa katika umaskini, katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, kaya na hata taifa kwa ujumla. Mara zote alisisitiza kufanya kazi kwa weledi na bidii kwa kiwango cha juu sana, iwe katika masomo, kazi za nyumbani, ofisini, kilimo, viwanda, biashara au utoaji wa huduma kwa jamii. Pili, katika uongozi tunajifunza kutoka kwa hayati John Pombe Magufuli ujasiri na uthubutu wake katika kufanya maamuzi magumu yenye manufaa kwa taifa letu. Alitufundisha umuhimu wa kuwajibika na kusimamia misingi ya haki na usawa katika kuwahudumia wananchi wote. Hakuyumbishwa katika kupiga vita uzembe wala rushwa. Tatu, alitufundisha kwamba hatima ya Tanzania na Afrika kwa ujumla iko mikononi mwetu wenyewe. Alinukuliwa mara kadhaa akisisitiza kuwa tuna utajiri mkubwa wa rasilimali ambazo tukizilinda na kuzitumia vizuri zinaweza kututoa katika umaskini. Aliahidi kuwa wajibu wa kutatua matatizo ya nchi yetu ya kijamii. Aliamini kuwa wajibu wa kutatua matatizo ya nchi yetu ya kijamii, kisiasa au kiuchumi yako mikononi mwetu sisi wenyewe. Kwa mantiki hiyo, alipingana na dhana ya utegemezi ili kuepukana na athari zake. Waheshimiwa viongozi, wanafamilia na washiriki wote, kwa kutambua na kuenzi mchango wa hayati John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akifuatilia kwa karibu ujenzi wa makumbusho yake hapa Chato. Mheshimiwa Rais ametaarifiwa kwamba ili ujenzi wa makumbusho ya hayati Pombe Magufuli yakamilike, zimepungua kiasi cha shilingi milioni 100 ili kukamilisha makumbusho yake hayo. Ninafurahi kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais ameamua kutoa fedha hizo zote ili kukamilisha kazi hiyo. Napenda kumalizia salamu za serikali kwa kushukuru tena familia ya Dr. John Pombe Magufuli, hasa mama yetu Mama Janet Magufuli kwa kutushirikisha kwenye kumbukizi hili. Pia namshukuru Mhashamu Baba Askofu Niwegumizi, askofu wa jimbo la Rulenge